Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tulikuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na baadhi ya wanafunzi kutoka SAUT waomba uboreshwaji wa mazingira ili kujikinga na magonjwa mbalimbali. Na kimataifa, mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14 kuanza rasmi ziara yake ya siku 7 ya kiuchungaji nchini Hispania. Na katika michezo, wadau wa soka jijini Mwanza watoa maoni baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa kirafiki na timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami David Kiaman nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Nancy Mlai atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Amina Kiba. Na tuanze na habari za kitaifa. Na ripoti zetu zinaanzia ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, ambapo katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameomba kuboreshwa kwa usafi wa vyoo chuoni hapo, ambapo utasaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali ikiwa maambukizi ya njia ya mkojo, yani UTI. Wakizungumza na SAUT TV habari, wameongeza kuwa kupanda kwa miti pia kutasaidia katika juhudi za kutunza mazingira. Mwanahabari wetu Nusi Samola anatujuza undani wa taarifa hii. Ikiwa dunia inaadhimisha siku ya mazingira duniani, leo hii niko katika Chuo cha Mtakatifu Agustino na baadhi ya wanafunzi wameelezea namna gani usafi wa mazingira hasa ya chooni unavyoimarisha usalama na pia kuhakikisha wanajikinga na maradhi mbalimbali ikiwemo maradhi ya mlipuko. Jessica Safari Benedicto ni mwanafunzi wa mwaka wa pili, nasoma Mass Communication. Hapa tukizungumzia juu ya swala zima la usafi, Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kinajitahidi sana kuleta wafanyakazi ambao wanafanya usafi masaa 24 na hivyo kupelekea vyoo kuwa visafi na wanachuo wanaenda wakiwa salama kabisa. Pia tukizungumzia swala zima la changamoto tunazozipata hapa chuoni, huko vyooni, labda ni maji. Haya, unaweza kukuta wamejitahidi kuweka kuanzia asubuhi mpaka mchana, lakini ukifikia jioni maji yanakuwa yamekata. Kwa hiyo sasa muda wa jioni vyoo vile vinakuwa vimekosa maji, lakini asubuhi mpaka mchana maji yanakuwepo na vyoo vinakuwa visafi. Jina naitwa Baraka Jumanne, ni mwanafunzi katika Chuo cha Mtakatifu Agustino. Kama tunavyofahamu, leo ni siku ya mazingira duniani, na kama tunavyoelewa Chuo Kikuu cha Agustino cha SAUT ni moja kati ya chuo ambacho kinajitahidi sana katika kufanya usafi wa mazingira, hususan ni maeneo ya chooni. Kuanzia asubuhi, mchana, jioni wafanya usafi wanafanya mazingira tu yanakwenda vizuri, kwa sababu hususan kwa mfano kama sisi watu wenye mahitaji maalum ni lazima wazingatie kwa namna gani tunaweza tukaepukana na magonjwa kama UTI na magonjwa mengine ambayo yanapatikana kule kwenye uchafu wa chooni. Kiwaliseni kwamba mazingira yamezingatiwa mpaka sasa hivi, usafi unaendelea. Wafanya usafi tangu asubuhi wapo, kila baada ya muda wanaingia kukagua mazingira na kuhakikisha kwamba mazingira yanakwenda vizuri. Shukrani sana Nusi Samola kwa taarifa hiyo. Na tuendelee kukita kambi katika Chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, ambapo baadhi ya wakazi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameeleza mbinu mbalimbali wanazotumia kila siku majumbani na kwenye maeneo yao ya biashara ili kudhibiti taka ngumu na kulinda mazingira yanayozunguka makazi yao. Wameeleza hayo walipokuwa wakizungumza na SAUT TV habari na kubainisha kuwa jambo hilo linasaidia kutunza mazingira na kuepuka magonjwa ya mlipuko. Mwanahabari wetu Ramadhani Hassan anatupatia undani wa taarifa hiyo. Ikiwa ni maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, baadhi ya wananchi wa mtaa wa Malimbe wameeleza ni mbinu gani wanazoweza kuzitumia ili kuhakikisha mazingira yao yanabakia safi na salama. Kwa majina naitwa Yusufu Peter Magomba, ni mkazi wa Mwanza Malimbe, ni mfanyabiashara wa hapa Malimbe. Mimi mbinu ninazozitumia kuhusu kusafisha eneo langu, cha kwanza waga nikiamka asubuhi nafagia eneo langu. Na ndio uchafu mwingine labda ni kuokota hizi lambo nini, kwa sababu zinakuwa ni ngumu kufagilika. Kwa hiyo naziokota, nikishamaliza naziweka sehemu husika, natafuta moto, nachoma ile taka ili iondoke kabisa. Kwa majina naitwa Kevin Godfrey, ni mkazi wa Malimbe. Kwangu mimi mbinu ninazotumia kufanya mazingira yawe safi, natumia fiekeo na vifaa vingine kuhakikisha mazingira yangu yanakaa salama.
Ndio njia hiyo naitumia, ndio maana mnaona mazingira yangu yanakaa safi, yamefyekwa, yako salama salimini. Siwezi kushambuliwa na magonjwa ya kuambukiza. Naitwa Sifomar. Kwa upande wangu, kwenye upande wa kutunza mazingira, hususan katika mazingira ambayo mimi naishi, mazingira ya nyumbani, kwanza kabisa natunza mazingira kwa kutumia nishati ya gesi kwenye mapishi yangu. Situmii mkaa ambao unachafua mazingira. Kwenye upande wa nikiwa chuo, naona kabisa katika kila vimbweta ambavyo tuko tunasomea, tuko na dustbin ambazo zinatusababishia sisi wanafunzi, tukitumia chupa za maji, tukitumia karatasi, tunaenda tunaziweka mle. Hivyo tunatunza mazingira ya chuo chetu na kufanya chuo chetu kinakuwa kisafi muda wote. Pia wapo watu mbalimbali ambao wanafanya usafi, wanafyeka mazingira yetu ya shule, wanakata nyasi na kufanya chuo chetu kinakuwa safi muda wote. Na hizo ni baadhi ya mbinu wanazozitumia wananchi wa mtaa wa Malimbe ili kuhakikisha mazingira yao yanakuwa safi na salama. Ramadhan Hassan, Wasau TV. Shukrani sana Ramadhani Hassani kwa ripoti hiyo. Na tusafiri sasa mpaka bungeni jijini Dodoma, ambapo Spika wa Bunge Musa Hassan Zungu amewataka wabunge kuzingatia maadili na matumizi sahihi ya lugha wanapochangia mjadala bungeni, ili kuepukana kutumia lugha za kuudhi na kuleta taharuki wanapokuwa wakitoa na kuchangia mjadala mbalimbali. Ameeleza hayo bungeni jijini Dodoma baada ya kauli ya mbunge wa Kishapu Lucy Mayenga zinazodaiwa kuwa za kuudhi dhidi ya mbunge wa viti maalumu Sagrada Mlingo, na kuagiza kuondolewa kwa kauli hiyo katika kumbukumbu rasmi za bunge. Mwanahabari wetu Nosi Samola anatujuza undani wa taarifa hiyo. Kauli hiyo imekuja baada ya maneno yaliyotamkwa na mbunge wa Kishapu Lucy Mayenga wakati wa mjadala wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi kuonekana kukiuka taratibu za bunge. Mheshimiwa Sagrada aliendelea kuomba ruhusa ambapo kiti kilimpa nafasi, na alipopewa nafasi alieleza yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, asante. Ninapenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba yeye sio mamlaka ya kuzungumzia serikali. Itazungumza yenyewe, yeye azungumze matatizo yake na asitushawishi. Mheshimiwa Bunge, kwa mujibu wa kanuni ya 80 ya kanuni za kudumu za Bunge 2025, Mheshimiwa Naibu Spika alimuuliza Mheshimiwa Mayenga kama anapokea au hapokei taarifa hiyo. Mheshimiwa Mayenga alijibu yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui. Huyu hata kumjibu nitapoteza muda. Nataka nizungumze jambo moja, ni kwamba Mheshimiwa Bunge, kutokana na maneno hayo, kiti kilimtaka Mheshimiwa Mayenga azingatie kanuni kuhusu taarifa. Baada ya maelekezo hayo ya Naibu Spika, Mheshimiwa Mayenga alijibu sipokei. Mheshimiwa Bunge, kutokana na tukio hilo, Mheshimiwa Ado aliomba mwongozo wa Spika chini ya kanuni ya 79 ya kanuni za Bunge. Mheshimiwa Ado aliuliza iwapo inaruhusiwa mbunge kusema bungeni kwamba mbunge mwingine hajitambui. Kwa kanuni ya 74 nafasi ndogo ya kwanza je, inokataza mbunge kumsema vibaya mbunge mwingine. Mheshimiwa Bunge, pamoja na kwa kiti kilitoa mwongozo wa jambo hili siku ya 21 Mei 2026, nimeona ipo haja ya kusisitiza kuhusu masharti ya kanuni inokataza matumizi ya lugha isiyo ya kibunge. Mheshimiwa Bunge, kanuni ya 74(1) nafasi ndogo ya J na K inakataza mbunge kutoa lugha ya matusi au ishara inayoashiria matusi, kutumia lugha ya kudhalilisha au kumsema vibaya mbunge au mtu mwingine. Masharti ya kanuni hii yanalenga kuhakikisha mijadala ya bunge inafanyika kwa staha ili kulinda hadhi ya heshima ya bunge. Mheshimiwa Bunge, maneno ya Mheshimiwa Lucy Mayenga mbunge 21 Mei 2026 kwa mbunge hajitambui ni lugha ya kuudhi, kudhalilisha na kusemwa vibaya mbunge mwingine. Aidha, Mheshimiwa Mayenga alitumia maneno yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Maneno hayo hayaonyeshi heshima kwa kiti kilichokuwa kinaongoza kikao wala kwa mbunge aliomba nafasi ya kutoa taarifa. Ikumbuke kwamba kabla kiti hakijatoa uamuzi wa ombi la Mheshimiwa Sagrada, Mheshimiwa Lucy Mayenga aliingilia kati kwa kutumia lugha niliyoitaja hapo juu. Mheshimiwa Bunge, kutoheshimu kiti na kutumia lugha isiyo ya kibunge ni ukiukwaji wa kanuni za bunge zinazosimamia majadiliano bungeni. Hivyo natoa onyo
kwamba maneno na vitendo hivyo visirudiwe ndani ya Bunge. Hivyo naelekeza kwamba maneno yafuatayo Mheshimiwa Lucy Mayenga yafutwe kwenye Hansard. Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Na Mheshimiwa Naibu Spika, huyu ajitambui, huyu hata kumjibu nitapoteza muda. Mheshimiwa Bunge, niwakumbushe kwa tarehe 18 Mei 2026 nilitoa mwongozo na kusisitiza kuhusu umuhimu wa Bunge kutumia lugha ya kibunge katika mijadala yao. Pamoja na kufanya hivyo, baada ya kiukwaji wa kanuni unaendelea kujitokeza katika mjadala ya wabunge. Mheshimiwa Bunge, kwa mara nyingine nitumia nafasi hii kuelekeza wabunge wote kuzingatia kanuni ya 74 inayoweka masharti kuhusu mambo yasiyoruhusiwa bungeni. Kanuni hiyo pamoja na mambo mengine inazuia mbunge kutoa taarifa ambazo hazina ukweli, kumzuia jambo ambalo halipo kwenye mjadala, kutotumia jina la rais kwa dhihaka, kutokutumia jina la nchi au kiongozi wa nchi nyingine kwa dhihaka, kutokutumia lugha ya matusi, kuudhi au kumsema mbunge mwingine vibaya au kufanya kitendo cha ujeuri au uchokozi. Mheshimiwa Bunge, matumizi ya lugha isiyo ya kibunge hayakubaliki na kwa sababu yanaathiri utekelezaji wa majukumu ya kibunge. Hivyo hatua zitachukuliwa kwa yoyote atakayekiuka masharti ya kanuni. Maelezo ya Spika. Shukrani sana Nosi Samora kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni wasaa wa kukupasha yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14 anatarajiwa kuanza ziara yake ya kiutumishi kesho Juni 6 katika nchi za Hispania. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya mkurugenzi wa habari wa Vatican wakati wa mkutano wa vyombo vya habari kuelekea kuhusu safari hiyo. Na jeshi la Israel limeonya juu ya dharura ya kuhamishwa kwa wakazi katika miji na vijiji vya Lebanon licha ya kusitishwa upya kwa mapigano. Jeshi hilo limetoa onyo hiyo licha ya kusitisha mapigano kwa muda mrefu tangu Aprili 17 ambapo Washington ilisogeza mbele makubaliano hayo hadi mapema Julai mwaka huu. Mwandishi wetu Stella Paul anatujuza kwa kina kuhusu taarifa hizo za kimataifa. Nikianzia huko Vatican, Papa Leo wa 14 rasmi kesho ataelekea Uhispania ikiwa ni safari yake ya 4 ya kitume ulimwenguni, ambapo akiwa huko atatembelea Madrid, Barcelona na visiwa vya Kanari akiwa amebeba ujumbe wa amani, upokonyaji silaha, umoja, utamaduni, teknolojia mpya na mkakati wa kanisa katika kutatua changamoto mbalimbali ndani ya jamii. Ziara hiyo ya siku 7 ya Papa Leo wa 14 huko Uhispania atakutana na wawakilishi wa kanisa na taasisi za umma pamoja na maelfu ya vijana, familia na watu mashuhuri kutoka ulimwengu wa michezo, utamaduni na burudani, ambapo baadhi yao watashiriki katika matukio ya umma. Na huko Mashariki ya Kati, jeshi la Israeli limeonya juu ya dharura ya kuwahamisha wakazi katika miji na vijiji vya Lebanoni vya Al-Naya vinavyojulikana pia kama Al-Naba, Aqwin na Kfari Fila licha ya kusitishwa upya kwa mapigano. Jeshi hilo limetoa onyo hilo leo licha ya kusitisha mapigano kwa muda mrefu tangu Aprili 17 ambapo Washington ilisogeza mbele makubaliano hayo hadi mapema Julai, huku kukiwa na juhudi za kidiplomasia zinazoendelea za kuulinda na kuzuia kuanguka kwake. Wakati hayo yakijiri, mkuu wa kundi la Hezbollah Naim Qasim jana ametangaza kukataa makubaliano ya kusitisha mapigano yenye masharti yaliyotangazwa na wajumbe wa Lebanoni na Israel, yakitaka kusitisha mapigano kwa kina na kujiondoa kikamilifu kwa Israel badala yake, huku akitishia kuwa Hezbollah itatekeleza mashambulizi mapya kaskazini mwa Israel. Aidha, Israel imeendeleza mashambulizi yake kusini mwa Lebanon hii leo, ikiwa ni pamoja na shambulio karibu na hospitali katika eneo hilo licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa kati ya Israel na Lebanoni ambayo yamekataliwa na wanamgambo wa Hezbollah ambapo kiongozi wao ameyakashifu. Nikiripoti habari hizi za kimataifa, jina langu ni Stella Po wa SAUT TV. Shukrani sana Stella Po kwa taarifa hizo za kimataifa. Ni mwisho wa habari za kimataifa, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na Nancy Mlai. Endelea kusalia nasi.
Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Nancy Mlai. Baadhi ya wafanyabiashara wa Malimbe jijini Mwanza wameeleza kuwa wanachukua hatua mbalimbali ikiwemo kupunguza kiwango cha faida, kuboresha huduma na kununua bidhaa kwa jumla ili kuhakikisha wanaendelea kuwahifadhi wateja wao na kudumisha biashara zao. Wameeleza hayo walipozungumza na SAUT TV habari kufuatia changamoto ya kupanda kwa bei za bidhaa mbalimbali, hali ambayo imeathiri mauzo na uwezo wa baadhi ya wateja kufanya manunuzi kama ilivyokuwa hapo awali. Na biashara ya kimataifa, India na Venezuela zimeanza mazungumzo mapya ya kuimarisha ushirikiano katika sekta ya nishati, huko makampuni ya India yakionyesha utayari wa kuongeza uwekezaji katika sekta ya mafuta na gesi nchini Venezuela. Kwa undani wa taarifa hizi za biashara, tuungane na mwanahabari wetu Amani Msengi. Kufuatia kupanda kwa bidhaa mbalimbali, wafanyabiashara wa mtaa Malimbe wameweza kuelezea mbinu ambazo wameweza kuzichukua ili kuhakikisha hawapotezi wateja wao. Kwa jina naitwa Elis Tenasi, ni mkazi hapa Nyamalango. Nadhani ninachoelezea hapo naweza kukiona kila kitu kiko humu. Kwanza moja niseme kwamba athari ambazo tumeshazipata ni nyingi kutokana na kupanda kwa bei. Lakini pia kingine ambacho mimi binafsi naweza nikakifanya ili nisipoteze wateja kulingana na hizo athari. Ya kwanza kabisa, kwanza namshukuru Mungu, wateja wengine wanatuelewa. Wateja tukamwambia bwana, imekuwa hivi na hivi na hivi na hivi, wanatuelewa. Ila kwa wale ambao hawaelewi, ni wateja wetu tu kwa muda kabisa, ambao tunaamini kwamba hao ni wateja wetu vyote vile, hata kama itatokea shida fulani nini na nini, hataenda mahali pengine, bado tu atakuja kutunga mkono. Cha kwanza kabisa, kama kwa huo muda atakuja amejiandaa na kiasi kidogo, afa akaja nikamwambia kiasi kikubwa, mimi nitajitahidi nimlazimishe hata kwa hicho ambacho alikuwa anakihitaji, ili nimpe muda fulani aje aniletee. Na kingine ambacho naweza nikafanya ili nisipoteza wateja ambao kidogo hatuamini sana, sio wateja wetu wa muda. Naweza kaja hapa kwa namna yote ile, naweza katafuta namna aidha nipunguze chapo kidogo, ila na mimi nisiingie hasara, lakini vyote vile akachukua alichokuwa anahitaji, lakini tu asiondoke, abaki kwa mteja. Jina langu naitwa Abiudi, ni mfanyabiashara wa hapa Nyamalango. Kwenye kipindi hiki ambacho bidhaa zinapanda na kushuka kwa bei, tunafanya ili kwa kuwarejesha wateja wetu kwa kuwakopesha. Unakuta yani ukimkopesha mteja anaweka ile imani kwamba wewe ndo mtu ambaye anafaa kuja kutimiza mahitaji yake. Anakuja dukani, unampa, kishampa unajenga uaminifu naye, baadaye akirudi na kurudishia hela yako. Baada ya hapo unakuta haendi sehemu nyingine ambayo anaweza akapata hizo bidhaa, manake akija kwako anaweza kupata kila kitu kwa bei ambayo unaweza kuongea kama ndugu au rafiki. Kwa majina naitwa Richard Juma Kafuku. Mbinu ambayo mimi naitumia kwa ajili ya kuwarudisha wateja kutokana na mfumuko wa bei ni kwamba naendelea kuposti kwa njia ya mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp kwa bidhaa ambazo zitakuwa zinaendelea kupungua bei, lakini pia nitaangalia kupunguza bei kwa vitu ambavyo naona havitakuwa na hasara kwangu. Kwa hiyo nitapunguza bei ambayo itakuwa haina madhara kwangu na kwa mteja. Na huko kimataifa, India na Venezuela zimeanza mazungumzo mapya ya kuimarisha ushirikiano katika sekta ya nishati. Hatua hiyo imebainishwa baada ya mazungumzo kati ya waziri wa petroli wa India Hardeep Saidpur na kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez yaliyofanyika mjini New Delhi kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na nishati kati ya mataifa hayo mawili. Katika mazungumzo hayo, Venezuela imeialika India kutuma ujumbe wa wataalamu wa sekta ya nishati kutembelea nchi hiyo ili kuchunguza fursa mbalimbali za uwekezaji katika mafuta na gesi. Serikali ya Venezuela imeeleza kuwa India ni mshirika muhimu na wa kuaminika katika sekta ya nishati na imekaribisha kampuni za India kushiriki zaidi katika shughuli za uzalishaji na maendeleo ya sekta hiyo. Kwa upande wake, India imeeleza kuwa kampuni zake ziko tayari kuongeza uwepo wake nchini Venezuela na kushiriki katika juhudi za kuendeleza na kuimarisha sekta ya nishati ya taifa hilo la Amerika Kusini. Mahusiano hayo yanakuja wakati India ikiendelea kutafuta vyanzo mbalimbali vya uhakika vya mafuta ghafi ili kukidhi mahitaji yake makubwa ya nishati kama moja ya mataifa yanayoongoza duniani kwa matumizi ya mafuta. Taarifa zinaonyesha kuwa mwezi Mei mwaka huu, India ilikuwa miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa mafuta kutoka Venezuela kwa kuagiza
kuagiza wastani wa mapipa zaidi ya 400,000 kwa siku. Mbali na mazungumzo ya kisiasa, kaimu rais wa Venezuela anatarajiwa pia kukutana na viongozi wa sekta ya nishati nchini India pamoja na kutembelea baadhi ya mitambo ya kusafisha mafuta. India imeeleza matumaini ya kuimarisha mikataba ya muda mrefu ya usambazaji wa mafuta kutoka Venezuela badala ya kutegemea ununuzi wa muda mfupi unaobadilika kulingana na hali ya soko. Wachambuzi wa masuala ya nishati wanaeleza kuwa ushirikiano huo unaweza kusaidia kuimarisha usalama wa nishati kwa India, huku ukiifungulia Venezuela fursa mpya za uwekezaji na masoko ya mafuta yake duniani. Amani Msengi, SAUT TV. Asante sana Amani Msengi kwa taarifa hizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa za biashara kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Amina Akiba. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Nancy Mlai. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Amina Akiba. Baadhi ya wadau wa soka jijini Mwanza wamesema kuahirishwa kwa mchezo wa kirafiki wa timu ya taifa ya Tanzania kunaweza kupunguza ushindani na morali ya wachezaji na kuharibu taratibu za mwalimu wa timu katika kuandaa kikosi hicho. Wamebainisha hayo katika mahojiano na SAUT TV na kuongeza kuwa michezo hiyo inaweza kuongeza ushindani na kutambua mapungufu yaliyopo ndani ya timu hiyo. Na katika rubaa za kimataifa, klabu ya Al Ahly kutoka nchini Misri inatarajia kumtangaza kocha mpya wiki ijayo ambaye ataking'oa kikosi hicho kuelekea msimu mpya wa mashindano mbalimbali. Ahly imechukua uamuzi huo baada ya kumfuta kazi aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hicho Jesse Torab kutokana na matokeo mabaya ya kikosi hicho katika michuano tofauti ndani ya bara la Afrika. Mwanahabari wetu Donald Anton anatupasha zaidi katika habari hizi za michezo. Baada ya Serengeti Boys kuonyesha kiwango kizuri katika michuano ya mataifa ya Afrika AFCON chini ya miaka 17 mpaka kushika nafasi ya pili katika michuano hiyo, mioyo ya Watanzania ilikuwa inatamani kuona kiwango hicho katika timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo ilipangwa hivi karibuni icheze michezo yake ya kirafiki huko nchini Morocco, lakini ripoti iliyotoka kupitia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limesema michezo hiyo imeweza kuahirishwa na hivyo Tanzania haitaweza kucheza tena michezo hiyo ya kirafiki, hali iliyoibua maoni mseto miongoni mwa wadau wa soka hapa jijini Mwanza na wakieleza namna walivyopokea taarifa hiyo. Binafsi kwa upande wangu sijapokea taarifa kwa uzuri ya kuahirishwa kwa michezo ya kirafiki ya timu ya taifa kwa maana ya Taifa Stars, kwa sababu hiyo michezo ingeenda kuongezea uzoefu na kuongezea kitu wachezaji kuelekea mashindano yanayokuja, lakini kwa namna moja ama nyingine inakwenda kuathiri performance ya wachezaji, kwa maana kwamba hiyo michezo kuna kitu ingeenda kuongezea wachezaji kuelekea michezo ya baadaye inayokuja. Kwa upande wa wachezaji inawatoa kwenye mchezo. Yaani wewe umejiandaa kwa ajili ya mchezo, alafu inatokea tu from anywhere ya kwamba mnaambiwa mchezo tumeahirisha. Kwa hiyo kisoka naweza kusema kwamba kwa wachezaji haijawa sawa, kwa sababu wenyewe walikuwa wameshajiandaa tayari na notion ama mawazo yote yalikuwa yameelekea kwenye mchezo. Na tuamie huko katika rubaa za kimataifa. Kupitia kipindi cha Modern Sport, Prince Hisham ambaye ni mtangazaji wa kipindi hicho amethibitisha kuwa klabu ya Al Ahly itasaini mkataba mpya na kocha mpya mapema wiki ijayo. Ameongeza kuwa hadi sasa kuna usiri mkubwa kuhusu faili la kocha wa kigeni, lakini tayari klabu hiyo imekamilisha mkataba wa awali, ndiyo maana ilimshinikiza kocha aliyekuwepo kujiondoa mapema. Hata hivyo, hatua hiyo inakuja baada ya klabu ya Al Ahly kumfuta kazi aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hicho Alhamisi jioni, Jesse Torab. Sababu kuu zilizoainishwa kutokana na kufukuzwa kwa kocha huyo ni kuwa klabu ya Al Ahly haikuwa na mwendelezo bora wa ushindani msimu uliopita katika ligi zote ambazo timu hiyo ilishiriki, ikiwa ni pamoja na klabu bingwa barani Afrika. Klabu hiyo imesema Torab amesaini makubaliano ya suluhu baada ya kupokea deni lake kamili kulingana na masharti ya mkataba wake ambao aliusaini klabuni hapo. Torab mwenye umri wa miaka 56 aliteuliwa mwezi Oktoba kwa mkataba wa miaka 2.5 kufuatia kuondoka kwa Mhispania Jose Riveiro. Aliongoza klabu ya Al Ahly kutoa ubingwa wa kombe la Super Cup la Misri kwa ushindi wa goli 2-0 dhidi ya wapinzani wao Zamalek, huku matokeo ya timu hiyo yakizorota mwishoni mwa kampeni yake. Mimi ni Donald Anthony wa SAUT TV.
Asante sana Donald Anton kwa taarifa hizi za michezo. Na kufikia hapo ndipo tamati habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Amina Akiba, nirudisha matangazo haya kwa David Kiaman kuhitimisha habari kwa siku hii ya leo. Shukrani sana Amina Akiba kwa kutupasha habari hizo za michezo. Na taarifa hizo za michezo zinahitimisha taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Baadhi ya wanafunzi kutoka Sauti waomba uboreshwaji wa mazingira ili kujikinga na magonjwa mbalimbali. Na kimataifa, mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14 kuanza rasmi ziara yake ya siku 7 ya kiuchungaji nchini Uhispania. Na katika michezo, wadau wa soka jijini Mwanza watoa maoni baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa kirafiki na timu ya taifa ya Tanzania. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni David Kiamani. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.